رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع أولياء الله أجمعين. اللهم إنا نسألك الخير كله فواتحه وخواتمه ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله فواتحه وخواتمه ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، السلام na kumtakia rehma bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mada yetu ya leo ni mada ya shirki, mada ambayo ili kueleweka vizuri ilikuwa kwanza tujifunze mada ya tauhidillah, lakini kwa sababu hatujaizungumzia hiyo mada, basi japo kidogo tutaigusia, alafu ili tuweze kuifahamu shirki kwa vizuri. Na mada hii ya tauhidi, kwa sababu neno hili shirki kinyume chake ni tauhidi. Kwa hivyo ili kuelewa shirki, basi kwanza tujue hiyo kinyume chake ambayo ni tauhidi. Tauhidi maana yake ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na kumpwekesha Allah maana yake ni kumfanya Mungu ni mmoja katika ibada, Mungu ni mmoja katika ulezi, na Mungu ni mmoja katika sifa zake. Yaani Allah subhanahu wa ta'ala ni yeye peke yake ambaye anastahiki kuabudiwa, na yeye peke yake ndiye ambaye tunatakiwa sisi tutegemee ulezi wake, hifadhi yake, ulinzi wake. Yeye peke yake ndiye mwenye kusimamia mambo yetu yote hayo, na yeye Allah peke yake ndiye mwenye kusifikana na sifa zote nzuri na majina mazuri, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Na ni yake yeye majina mazuri, ni yake yeye Allah majina mazuri, na tunatakiwa tumuombe kwa majina hayo. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Na wala ahlul kitab hawakuamrishwa jambo lolote isipokuwa kumwabudu Allah peke yake na kumtakasia dini hii peke yake, yani kwa maana kwamba kumwabudu yeye peke yake bila ya kumshirikisha na chochote. Kwa hivyo tunatakiwa tumfanye Mwenyezi Mungu kwamba ni yeye ni peke yake katika kumwabudu, tumwabudu peke yake, na vile vile tuamini kwamba yeye peke yake ndiye mwenye kutulinda na ndiye mwenye kutufanyia haja zetu zote tunazozihitaji katika ulimwengu, na ndiye yeye peke yake ambaye tunatakiwa kumsifu kwa sifa njema za ukamilifu zisizo na upungufu, ambazo hatupaswi kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hiyo kwa ufupi kabisa ndiyo kama introduction au utambulisho wa tauhidi, maana yake ni kitu gani. Sasa tukija katika shirki, kule katika tauhidi tulitakiwa kumwabudu peke yake Allah. Kwa hivyo kwenye shirki sasa ni kinyume cha tauhidi, ambayo inakuwa sasa unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na vitu vingine.
Kwa hivyo unakuwa ibada zako unazifanya kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya kitu kingine, au unazifanya kwa ajili ya kitu kingine bila kumkusudia Allah. Na kadhalika katika arububia, ule ulezi, unaitakidi kwamba kuna wengine wanaoweza kusimamia mambo yako, kukutengenezea, kukufanikishia zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile katika sifa zake ukiitakidi kwamba kuna wengine wanaoweza kusifikana katika sifa zile ambazo ni special kwa ajili ya Allah, kwa hivyo hiyo ndio itakuwa ushirikina. Washirku, na huu ushirikina ni moja katika aina za ukafiri. Na ushirikina hasa maana yake an yushrika al-abdu ma'a Allahi ghaira, ni kumshirikisha mja akamshirikisha Allah na mwinginewe asiyekuwa Allah katika mambo ambayo hayapatikani mambo hayo ila kwa Allah peke yake, miongoni mwa aina mbalimbali za ibada. Kwa hivyo ibada ukimshirikisha kiumbe mwingine yoyote yule, ukawa unamfanyia yeye badala ya Allah au unamfanyia yeye pamoja na Allah, huo ndio ushirikina. Ama jambo jingine ni dua, ukimuomba Allah pamoja na kiumbe mwingine au ukimuomba kiumbe mwingine badala ya Allah, itakuwa huo ndio ushirikina. Ukiwa umefikwa na shida na dhiki na matatizo na majanga mbalimbali, ukaomba kusaidiwa kutoka kwa Allah na kitu chingine, au ukakiomba kitu chingine msaada badala ya Allah, huo utakuwa ni ushirikina. Wa ghaira dhalika mimma, na mengine yasiyokuwa hayo katika mambo ambayo ni special kwa ajili ya Allah tu peke yake. Pamoja na wakati mtu anapofanya mambo hayo, anafanya huku akijua kwamba hii ni shirki, na akaridhika kufanya jambo hilo, moja kwa moja mtu huyo tunamuhesabu kwamba ni mshirikina. Na wengi katika watu wamezama katika jambo la ushirikina na kuto kujua nini hasa kinatakiwa katika ikhlas. Katika ikhlas, yani kusafisha ibada zetu katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watu wengi wakaingia katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala pamoja na vitu vingine katika ibada, wakajifanyia vitu vingine wakaviabudu pamoja na Allah, vitu ambavyo havikustahiki. Katika miongoni mwa vitu walivyoviabudu wakavishirikisha katika ibada ya Allah, ikiwa ni katika binadamu wenzao, au ikiwa ni katika vitu vilivyotengenezwa kwa mawe kama masanamu, au wakaabudu moto, au wakaabudu miti na vinginevyo visivyokuwa hivyo, katika vitu ambavyo watu wengi wameingia katika kuviabudu, wameingia katika kujikurubisha na vitu hivyo, naona, na kuvishirikisha pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni wapekee kabisa. Wanazuoni wametoa fatwa kwamba mtu yoyote yule ambaye atatukuza, atakiadhimisha au ataridhia dini nyingine sio kwa dini ya Uislamu, au mwenendo mwingine au mfumo mwingine wa maisha au msingi mwingine miongoni mwa misingi ambayo inakwenda kinyume na Uislamu na inapingana na Uislamu, sawa sawa ikiwa mifumo hiyo ni ya kale ya zamani au ni mifumo ya kisasa, hali ya kuwa anajua kwamba mifumo hii inakwenda kinyume na Uislamu, basi huyo anakuwa, kwa kufuata mfumo huo, anakuwa ni mshirikina, na Mwenyezi Mungu tunamuomba atulinde na mambo kama hayo. Mfano wa mifumo ambayo tunaiona leo imetawala katika ulimwengu, mfano kama mfumo wa ubepari, mfumo wa socialist wa kijamaa, yote hii ni mifumo ambayo inakwenda kinyume na misingi ya Uislamu. Kwa hivyo mtu ambaye ataifuata hiyo kwa kujua kabisa na kwa kuridhia kabisa kwamba huo ndio mfumo bora wa kuishi badala ya mfumo wa Uislamu, mtu huyo atakuwa ameridhia mfumo mwingine ambao umetengenezwa na wanadamu na sio wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo atakuwa ni mshirikina. Na Uislamu umekemea vikali watu waliopewa kitabu kabla yetu, Mayahudi na Manasara, ambao waliwafanya wanazuoni wao, waliwafanya manabii wao, waliwafanya kuwa ni miungu badala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi waliwafanya kuwa ni miungu? Kwa sababu walikuwa wakiwahalalishia na wakiwaharamishia Kwa hivyo tunasema kwa hakika Uislamu umewakemea vikali ahlul kitabu katika Mayahudi na Manasara,
ambao waliwafanya wanazuoni wao na manabii wao kuwa ni miungu badala ya Allah, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akabainisha kwamba wameingia kwa kitendo hicho, wameingia katika shirki kwa sababu ya kuepukana kwa sababu ya kujitenga kwao na tauhidi ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema katika Qur'an suratu Tauba kuanzia aya ya 30 mpaka 31, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Wakasema Mayahudi kwamba Uzair ni mtoto wa Allah, na Manasara wakasema kwamba Almasihu ni mtoto wa Allah. Hizo ni kauli zao wanazosema kwa vinywa vyao, wanaiga na kufuata kauli za wale waliokufuru kabla yao. Mwenyezi Mungu awangamize namna gani wanageuzwa akili zao. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryama wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Wamewafanya wanazuoni wao pamoja na watawa wao kuwa ni miungu badala ya Allah na Masiha ibn Maryam, na wala hawakuamrishwa ila kumwabudu Allah wa ilahan wahida, Mungu mmoja peke yake, la ilaha illa huwa, hapana anayepaswa kuabudiwa kwa haki ila yeye peke yake, ametakasika kutokana na vitu vyote ambavyo wanamshirikisha navyo. Kwa hivyo hiyo ndio hali ya ushirikina, ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada, kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maombi, na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sifa zake na majina yake matukufu. Tukitoka hapo tuangalie kipengele cha pili katika shirki, tuangalie hizi shirki ziko aina ngapi. Tukiangalia shirki tunazikuta ziko aina mbili, ingawaje sura za shirki ziko nyingi, lakini aina za shirki ziko mbili. Aina ya kwanza ya shirki tunaita shirki iliyokuwa ya wazi, na kuna shirki iliyojificha. Ama ile shirki iliyokuwa ya wazi kabisa ni fahuwa ma takallamna anhu fi awwal hadithina, ni yale ambayo tumeyazungumza katika mwanzo wa hadithi yetu, kumwabudu mwingine, kumuomba mwingine, na kumsifu na kumuita majina matukufu mwingine zaidi ya Allah. Hapo itakuwa hiyo inaitwa shirkun jali, shirku ya wazi kabisa. Wa huwa ishrakul abdi ma Allah, na shirki hiyo ni kumshirikisha mtu, kumshirikisha pamoja na Allah fi ayi amrin min al-umur, katika jambo lolote lile miongoni mwa mambo ambayo amehusikana nayo Allah peke yake kufanyiwa mambo hayo. Yani kila jambo ambalo Allah peke yake ndio anastahili kufanyiwa, ukamfanyia na kiumbe mwingine, basi hapo itakuwa umemshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na shiriki hiyo tunajiita ni shirkun jali. Kwa hivyo yoyote yule ambaye atamshirikisha pamoja na Allah kitu chengine chochote kile katika mambo ambayo ni mahsus kwa ajili ya Allah tu peke yake, na mtu huyo akafanya hivyo kwa kujua kabisa kwamba hii ni shirki, na akawa anafanya hivyo kwa kupenda, hachukii, basi huyo moja kwa moja tutamwita ni mshirikina. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasamehe dhambi ya kushirikishwa pahala popote pale. Iwapo mtu ataishi mpaka atakufa na dhambi hiyo ya kushirikishwa, basi hatosamehewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema fa inna Allah la yaghfiruhu abadan, hakika Mwenyezi Mungu hatomsamehe milele ikiwa atakufa akiwa ni mshirikina, anaendelea kushirikisha, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala hasamehe dhambi ya kushirikishwa, na anasamehe madhambi mengine yasiyokuwa hayo kwa yule amtakaye. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adhima, na yoyote yule ambaye mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi atambue kwamba amezua dhambi kubwa kabisa.
Na tukitoka hapo katika shiriki hiyo iliyokuwa ni ya wazi wazi, kuna shiriki nyingine iliyojificha, nayo anasema huwa an yutqina al-insanu amala ayi amrin min al-umur, ni mtu kufanya kwa usafi kabisa, kwa uzuri kabisa amali yoyote ile miongoni mwa amal za dini, min ajli irdai nnasi, lakini anafanya amali hiyo kwa ajili ya kuwaridhisha watu na kuwaonyesha watu. Anasema anafanya hivyo kwa ajili ya kupata sifa zao, naona walaysa min ajli llahi rabbil alamin, na hafanyi ibada hiyo wala tendo hilo kwa ajili ya Allah bwana wa walimwengu wote. Nasema wa huwa ma yutlaqu alayhi, na jambo hili la kufanya jambo, kufanya ibada, kufanya matendo kwa ajili ya kuwaridhisha watu na kwa ajili ya kupata sifa kutoka kwao, hili linaitwa kimaarufu kabisa, linaitwa arriya. Riya manake ni kujionesha, ay anna al-abda yuhsinu amalahu amama an-nas, ni kwamba mja anakuwa anafanya vizuri matendo yake mbele za watu, hatta idha khala ma'a nafsihi, mpaka atakapokuwa peke yake kabisa, au ma'a rifqatihi, naona mumathilatun lahu, anasema asaa al-amal wa adaahu naqidan, mpaka anapokuwa peke yake anakuwa hafanyi kama vile, lakini akiwa yuko mbele za watu ndio anatakasa amali yake na kwa vizuri, basi mtu huyo tunasema amefanya vibaya katika amali yake, na amali yake hiyo imetenguka, haina malipo, haina thawabu yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kutokana na hayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema fawailul lilmusallin, adhabu kali inawastahikia kuwapata wale wenye kusali, alladhina hum an salatihim sahun, ambao sala zao wanazitoa katika wakati wake, wanazipuuza. Alladhina hum yurauna, wale watu ambao katika hizo sala zao, katika ibada zao, yurauna, wanajionyesha ili waonekane na watu na wapate kusifiwa. Wayamnauna almaun, na vile vile wanazuia misaada midogo midogo kwa watu. Kwa hivyo Qur'ani tukufu pamoja na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimebainisha wazi kwamba suala la kujionyesha, kufanya ibada kwa ajili ya kupata sifa, hiyo ni katika sifa za wanafiki, na haiwezi kukutanika pamoja suala la unafiki na imani sahihi katika moyo mmoja. Kwa hivyo ikiwa mtu ameamini lakini halafu akawa mnafiki, basi moja kwa moja imani inaondoka na unabaki unafiki, na unafiki ni ukafiri uliokuwa umejificha. Anasema imethibiti vile vile imethibiti jambo hili katika kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila, hakika wanafiki wanamkhadaa Mwenyezi Mungu, wanamkhadaa Allah, wanafanya vitendo vyao kwa ajili ya kumkhadaa Allah, naye Mwenyezi Mungu atawalipa khadaa zao. Wa idha qamu ila as-salah, na wakisimama katika sala kwa ajili ya kusali, basi qamu kusala, wanasimama kwa uvivu. Yurauna an-nasa, wanawaonyesha watu sala zao hizo. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, na wala hawamtaji Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa uchache sana. Kwa hivyo kila ibada wanaifanya kwa ajili ya kuonyesha watu na kuwaridhisha watu, na hawafanyi ibada yote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na katika sunna hadithi iliyopokewa kutoka kwa Shidad ibn Aus radhiallahu anhu annahu sami'a nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul man sama yurai faqad ashraka wa man salla yurai faqad ashraka wa man tasaddaqa yurai faqad ashraka, yote katika hao atakayefunga kwa ajili ya kuonyesha watu amemshirikisha Allah, na atakayesali kwa ajili ya kuonyesha watu amemshirikisha Allah, na atakayetoa sadaka kwa ajili ya kuonesha watu pia amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu rasul alayhi salatu wassalam inna ummati sayakfuruna min ba'di ama innahum la ya'buduna shamsan wala qamara wala hajaran wala wathana walakinnahum yurauna bi'amalihim. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika katika umma wangu wapo watu ambao watakufuru baada ya mimi kuondoka, na uhakika kwamba wao
hatoabudu jua wala hawatoabudu mwezi wala hawatoabudu mawe wala hawatoabudu masanamu, lakini watakuwa wanajionesha kutokana na amali zao, kama vile ambavyo pia imekuja katika Qur'ani na Sunnati Nabawiyya Sharifa biamthilati min arriya, imekuja mifano mbalimbali inayoonyesha jinsi ya riya ya kujionesha inavyokuwa, na vile vile mifano ya aina mbalimbali za shirki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, enyi ambao mmeamini msizibatilishe sadaka zenu kwa masimbulizi na kwa maudhi. Kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas, mukawa sawa sawa na yule ambaye anatoa mali yake kwa ajili ya kuonyesha watu. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, wala hamwamini Mwenyezi Mungu wala haamini siku ya mwisho. Famathaluhu kamathali Safwan alayhi turabun faasabahu wabilun fatarakahu salda, mfano wake ni mfano wa jabali liliokuwa smooth kabisa, juu yake liko laini, na hilo jabali likawa lina udongo, lakini ilipopatwa na mvua udongo wote ukaondoka, ukaliacha lile jabali jeupe kabisa, haliwezi kuotesha wala kurutubisha chochote. Anasema la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu, watu wa aina hii waliokuwa wanafanya ibada zao mbalimbali kwa kujionyesha watu kwamba zile neema zote na thawabu zote zilizokuwa wazipate kwa ajili ya amali zile, zote zinakuwa zimepeperushwa, zimeondoka kama ule udongo ulivyoondoshwa na mvua katika lile jabali. Kwa hivyo hawapati manufaa yoyote katika amali zile. Anasema la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu, hawataweza kunufaika na chochote katika vile vitu ambavyo walivifanya, katika zile amali ambazo walizifanya, zote zinakwenda harijojo, zinapotea. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wallahu la yahdi alqauma alkafirin, na hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu waliokufuru. Pia vile vile anasema la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu, yani hawataweza kunufaika na chochote katika ibada zile ambazo wamezichuma. Wallahu la yahdi alqauma alkafirin, na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu makafiri. Amesema vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwahimiza waja wake katika suala zima la kufanya ikhlas, yani kuzisafisha ibada kwa ajili ya Allah peke yake na sio kuhusisha vitu vingine, akiwaamrisha kwamba waiwache mbali, wajitenge, wajiweke mbali na shirki na aina zake zote na mifano yake yote. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada, yeyote yule ambaye anataraji kukutana na Mola wake, basi na afanye matendo mazuri na wala asimshirikishe katika ibada yake hiyo, asimshirikishe na Mwenyezi Mungu mtu yoyote yule. Anasema vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imepokewa na Ahmad kwa mapokezi yaliyokuwa mazuri kabisa, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar, hakika kitu ambacho kinaogopesha zaidi ambacho mimi ninakihofia juu yenu ni shirki ndogo. Qalu, wakasema masahaba kuuliza, wama shirkul asghar, na ni ipi hiyo shirki ndogo ya Rasulullah, mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Qala ar-riya'u yaqulu Allahu azza wa jalla, akajibu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba shirki ndogo ni hii ar-riya, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kabla sijaendelea kuisoma maneno haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo amesema kuhusu shirki ambayo inaitwa shirki ndogo, tuelewe kwamba ni udogo tu wa ufanyaji wake, lakini athari zake katika kupoteza na kubatilisha matendo ya mja ni kubwa na inamuingiza mtu katika moto kima cha mbali kabisa. Anasema fa idha juziya an-nasu bi'amalihim, watakapokuwa watu wanalipwa kutokana na matendo yao, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasema kuambia wale watu waliokuwa wakifanya riya, atawaambia idhhabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya
fandhuru hal tajiduna indahum jazaa, atawaambia nendeni kwa wale ambao mlikuwa mkiwaonyesha matendo yenu kule katika dunia, na muangalie, je, mnaweza kupata kutoka kwao malipo yoyote. Wayaqulu al-Imam Shawkani, anasema mwanachuoni huyu Shawkani anasema, wa akhraja Ahmad an rajulin min as-sahaba, na vile vile ametoa maelezo haya Ahmad kutoka kwa mtu mmoja katika masahaba, anna qailan min almuslimina qala, kwamba mtu mmoja katika Waislamu alisema, ya Rasulullah, man najatu ghadan, ewe mjumbe Mwenyezi Mungu, hebu tueleze ni kitu gani kitatufanya sisi tuokoke kesho. Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tukhadi'u Allah, hakikisha kwamba humfanyii khadaa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumfanyia khadaa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kufanya matendo ya ibada, matendo ya utii, lakini ikawa humkusudii Allah, unakusudia gharad, malengo mengine katika dunia. Wa kaifa nukhadi'u Allah, qala an ta'mala bima amaraka Allah bihi turidu bihi ghayrah. Alipoulizwa vipi tutamkhadaa Allah, akasema ni kufanya jambo ambalo Mwenyezi Mungu amekuamrisha, lakini kumbe unamkusudia mwingine asiyekuwa Allah. Kwa hivyo fattaqu riyaa fa innahu shirku billah fa innal murai yunada yawm alqiyama. Kwa hivyo jikingeni, jiepusheni kutokana na ria, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamwita mwenye kujionesha siku ya kiyama mbele, anasema ala ruusi khalaiq, mbele ya watu wote, atamwita kwa majina mabaya kabisa manne. Atamwita ya kafiru, ya fajiru, ya khasiru, ya ghadiru. Majina yote haya, ya kwanza, ewe kafiri, ewe muovu, ewe uliyepata hasara, ewe mwenye kukhadaa. Dhalla amaluka wa batala ajruka, amali zako zimepotea na ujira wako umepotea. Fala ajra laka alyawma inda Allah, hutakuwa na ujira wowote leo. Akasema faman kana yarju liqaa rabbih liya'mal 'amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada, yoyote yule mwenye kumtaraji Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kukutana naye, basi afanye matendo mazuri kabisa, wala asimshirikishe pamoja na Allah, asimshirikishe katika ibada zake, asimkishe ala na mtu yoyote ile. Anasema, amesema vile vile Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, hakika wanafiki ndio wao wanaomkhadaa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, naye Mwenyezi Mungu atawalipa kutokana na khadaa zao. Wa idha qamu ila salati qamu kusala, na wanaposimama katika kusali wanasimama kwa uvivu. Yurauna an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila, wanafanya kujionesha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na hawamkumbuki Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa uchache sana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kila pahali ambapo amekataza jambo au ameamrisha jambo, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jambo hilo analisaidia kwa kutupa jambo jingine la kufanya. Kwa hivyo tumekatazwa na shirki, tujiepushe na shirki, na ili tujiepushe na shirki basi tumtakasie Mwenyezi Mungu ibada, iwe tunazifanya ibada kwa ajili yake tu na sio kwa ajili ya kitu kingine. Kwa hivyo sasa hivi nitataja baadhi ya mambo ambayo mambo haya anaweza mtu akayafanya asijihisi kwamba anamshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini kumbe akiyafanya mambo haya anamshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na adhabu yake na matokeo yake ni mabaya kabisa. Kwanza kabisa ni jambo la ad-du'a wal istighatha, swala la kuomba dua na kuomba msaada pale mtu anapokuwa na shida, anapokuwa na dhiki. Kwa hivyo kuna baadhi ya watu wamezoea kwenda kuomba dua hizi kwa watu wema waliokuwa wamekufa, watu mawali waliokuwa wameshakufa, washazikwa siku nyingi. Watu huenda katika makaburi yao na wakaenda wakaomba dua, kuwaomba wale waliokuwa wamekufa pale, basi waombee kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kuwaomba msaada ili wafanikiwe, mambo kama hayo. Kwa hivyo hili jambo wanaona kama kwamba wanafanya jambo jema kwa sababu wale watu walioko pale ni watu wema, lakini haikutakiwa hivyo. Watu wanatakiwa wakimwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wamuombe moja kwa moja bila ya kutumia wasila kama huu kwa viumbe ambao wameshakufa,
wako makaburini, tunatakiwa watu walioko makaburini wao tuwaombee na sio tuwaombe. Tukija katika jambo jingine ambalo vile vile linaweza mtu akalifikiria kwamba hili jambo halina wasiwasi katika ibada yake, lakini kumbe linamuingiza katika shirki, anasema ittikhadhu ghaira Allahi mushri'an, yani musharri'an, anasema mtu ambaye atajifanyia asiyekuwa Mwenyezi Mungu mwenye kuweka sheria. Kwa mfano leo kuna sheria mbalimbali zinatungwa katika nchi, katika sehemu mbalimbali. Sheria hizi zinakwenda kinyume na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo iwapo Waislamu wanaishi katika sehemu hiyo zilizotungwa sheria hizo, na sheria hizo ambazo zinapingana na sheria ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini wao wakazikumbatia, wakaziamini na wakazikubali, itakuwa wamemshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sheria hizo zitakuwa zinapingana na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano tuchukulie sheria iliyohalalisha baadhi ya ulevi na kuharamisha mwingine. Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sheria ya Allah haijahalalisha ulevi wa aina wote, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu muskirin haram, kila chenye kulevya ni haram, ikiwa ni kidogo, ikiwa ni kingi, ni haramu moja kwa moja. Lakini leo watu wamehalalisha baadhi ya ulevi na kuharamisha baadhi ya ulevi. Tukija katika jambo jingine ambalo mtu akilifanya linakuwa linamuingiza katika shirki, ni suala la ruqya, suala la tiba. Leo kuna tiba mbalimbali ambazo watu wanazifanya, lakini tiba hizo zinatakiwa lazima ziende na mafunzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ziende kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama mtu anaumwa, basi atumie dua, atumie ruqya alizofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuomba maradhi yamuondokee, lakini asitumie matamko mengine yoyote yale yaliyokuwa ndani yake hayana dhikrullah, yaliyokuwa ndani yake hayana dua alizofundisha Mtume, yaliyokuwa ndani yake hayana kumtaja Mwenyezi Mungu. Yani yako maneno watu wanafundishana ambayo ukiyasikia na somo unajua kwamba hii sio Qur'an, unajua kwamba sio hadithi ya Mtume, unajua kwamba sio dhikri, sio chochote, lakini ni maneno ya maajabu ajabu tu, na mengine huwa ni maneno ya majini au mashetani. Kwa hivyo hayo hayafai kuwa ya mtu kujitibia mambo hayo. Au unapewa ruqya, unapewa aina fulani ya dawa, unaambiwa jifunge, lakini dawa ile ukijifunga inakuwa sio Qur'an wala sio dua wala sio chochote, lakini ni kitu tu ambacho hatukijui kimetoka wapi wala ni kitu cha aina gani. Kwa hivyo vitu kama hivyo, ruqya kama hizo huwa hazifai, na mtu akizifanya moja kwa moja atakuwa amejiingiza katika shirki. Na vile vile tukija katika swala lingine, katika masuala ambayo mtu akijiingiza ni katika masuala ya uchawi. Masuala ya uchawi ni matendo ambayo watu wanayafanya kwa ajili ya kufarakisha na kugombanisha watu waliokuwa wamefungamana pamoja, kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotuambia, wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra. Naona wamefuata ile mambo ambayo yanasomwa na mashaitani katika ufalme wa Suleiman, na hakukufu Suleimani, lakini waliokufuru ni mashaitani, kwa sababu walikuwa wakiwafundisha watu uchawi. Kwa hivyo uchawi unatumika kwa ajili ya kugombanisha watu na kufarakisha watu, naona. Kwa hivyo haya ni masuala ya uchawi vile vile yanatakiwa watu wajiepushe, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza mambo haya, akasema ijtanibu sab'a al-mawbiqat. Qalu ya Rasulullah wama hiya, yepi hayo makosa saba yenye kuangamiza? Mtume sallallahu alaihi wasallam akayataja moja baada ya nyingine, ikiwemo wasihru, na uchawi. Kwa hivyo uchawi ni katika sehemu vile vile ya shirki, ya ushirikina. Lakini jambo jingine ambalo pia watu wanalifanya na kuliona kwamba ni jambo la wengine wanaona kama ni jambo la maana na jambo linalofaa, ni suala la kuendea makuhani na watu wenye kupiga ramli na kutizamia. Kwa hivyo ukienda kwa watu aina hii na wakakuambia, wakakuagulia jambo lako, wakakushauri jambo kutokana na vile walivyokuagulia, na wewe ukaamini kwamba nikifanya hivi ndio jambo langu litakuwa, na nisipofanya basi jambo langu halitokuwa, basi utakuwa umekufuru yale yote yaliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kuwajia makuhani na kuwajia watu wenye kuagua na kupiga ramli, hii vile vile inatupelekea katika shirki,
kwa sababu ndani yake inatupelekea kuamini kwamba yule tuliyomwendea anajua mambo ya ghaib kama vile anavyojua Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo hilo linatupeleka katika shirki. Jambo jingine katika mambo ambayo tukiyafanya yanaweza yakatutoa yakatuingiza katika shirki ni suala la kuweka nadhiri si kwa ajili ya Allah. Inatakiwa mtu anapoweka nadhiri basi aweke kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhiri ni kama vile mtu kusema kwamba iwapo jambo langu litafanikiwa basi nitafanya kitu kadha kadha kadha. Kile kitu unachosema utakifanya ukifanya kwamba nitatoa kwa ajili ya Allah, nitatoa kwa ajili ya kuwapa maskini, nitatoa sadaka kupeleka msikitini, vitu vyote hivyo maskini msikitini, niona nitatoa sadaka, hivyo vitu vyote ni vya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukisema kwamba nikifanikiwa jambo langu basi nitapeleka katika kaburi fulani au nitapeleka katika mzimu fulani, nitapeleka kitu, ukitaja vitu ambavyo hivyo itakuwa umeweka nadhiri si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni ushirikina. Vile vile suala la kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, inatakiwa kama alivyosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ametufundisha kwamba qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalu almuslimin. Sema kwamba Muhammad anaambiwa, sema Muhammad, uambie watu wako kwamba hakika sala zangu, hakika kuchinja kwangu, uhai wangu na mauti yangu, kufa kwangu, yote hayo ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mlezi wa walimwengu wote asiye na mshirika, na kwa jambo hilo nimeamrishwa na mimi ni wa kwanza kabisa kuwa ni mwenye kuslimu. Kwa hivyo tunapotaka kuchinja, tuchinje kwa jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na tuchinje kwa nia ya ile iliyowekwa kwamba unachinja kwa ajili ya kutoa sadaka, unachinja kwa ajili ya kutumia, lakini usichinje kwa ajili ya mzimu wala shetani wala jini wala mambo mengineyo. Jambo jingine ambalo vile vile ni katika matendo ambayo tukiyafanya yanatuingiza katika shirki ni masuala ya kuapa kwa asiyekuwa Allah. Masuala ya kuapa, mtu anapoapa anatakiwa aape wallahi, aape billahi, aape tallahi na maneno mengine ambayo yamepokewa ya kuweza kuapa, lakini yote wote takapokuwa unaapa kwa jina la Allah. Unaweza kusema warrahman warrahim waadhim, yani unaapa kwa majina na sifa za Allah, lakini usiape kwa kitu chingine chochote kile. Ukiapa kwa kitu chingine basi itakuwa hicho kitu chingine ulichokiapia umekitukuza, umekitanguliza kama vile ambavyo alitakiwa kutangulizwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo utakuwa umemshirikisha Mwenyezi Mungu kwa kitendo hicho. Kwa hivyo watu wasiape, isipokuwa wakitaka kuapa waape kwa ajili ya Allah. Kwa hivyo hayo ni katika baadhi ya mambo ambayo tunatakiwa tujiepushe nayo, kwa sababu tukiyafanya basi itakuwa tumemshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yapo mengi kabisa, lakini kwa kuchunga muda na nataka tutosheke na hapo, lakini sasa tuzungumzie kidogo suala la athari ambazo zinaweza zikapatikana iwapo mtu atakuwa mshirikina. Kuna athari nyingi ambazo atazipata hapa duniani na vile vile nyingine atazipata akhira iwapo atakuwa ni katika washirikina. Kwanza kabisa, alkhawfu. Mtu akiingia katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu, akiabudu kitu chingine pamoja na Mwenyezi Mungu, akiogopa kitu chingine pamoja na Mwenyezi Mungu, au akikipenda kitu chingine pamoja na Mwenyezi Mungu, akipenda zaidi, basi atakuwa huyo moja kwa moja atajiingiza katika hofu kubwa, hofu ya kuogopa kila kitu atakachokiona kwake yeye kitakuwa kinamtisha na atakiogopa. Atakuwa si mtu mwenye kujiamini, atakuwa si mtu mwenye msimamo, atakuwa si mtu mwenye nguvu katika dhamira kutekeleza jambo lolote, kwa sababu atakuwa si mtu mwenye kujiamini. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'wahum an-naru wa bi'sa mathwa adh-dhalimin. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tutaingiza katika nyoyo za wale ambao wamekufuru, tutaingiza woga, tutaingiza hofu kutokana kule walivyomshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kufanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakuyateremshia dalili wala ushahidi wa kufanya mambo hayo. Wa ma'wahumun nar, na makazi yao yatakuwa ni moto, na ni mafikio mabaya kabisa ya madhalim. Jambo jingine, tukiachia jambo la hofu, lakini vile vile
hii shirki inakuwa ni dhulma kubwa. Mtu anapofanya shirki ajue kwamba anafanya dhulma kubwa, kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea katika Qur'an, katika suratul Luqman katika aya ya 13 anatuelezea kisa cha Luqman anapomuhusia mtoto wake mambo kadhaa kadhaa katika dini, lakini jambo la kwanza kabisa namwambia, ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu usimshirikishe Mwenyezi Mungu, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ya ushirikina ni dhulma kubwa kabisa. Kwa hivyo anaposhirikisha mtu ajue kwamba anafanya dhulma, na dhulma hii kwanza, dhulma ya kwanza anayemdhulumu ni nani? Anamdhulumu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye yeye ndiye mwenye haki nyingi kutoka kwa waja wake, haki za kuabudiwa, haki za kutiiwa, haki za kupendwa, haki za kusikilizwa, yote hizo ni haki zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mtu anapomshirikisha Mwenyezi Mungu, inakuwa haki hizi zote amezitoa kwa Allah na amezipeleka kwa hicho kitu chingine ambacho anakishirikisha pamoja na Allah. Na mwingine anayedhulumika katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu, anasema dhulmun li nafsihi, ni dhulma ya mtu kujidhulumu yeye mwenyewe, anajidhulumu anapomshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtukuza mwanadamu kwa kumpa heshima kubwa ya kwamba yeye avisimamie vitu vyote vilivyoko katika ulimwengu na aviendeshe viweze kuleta manufaa, viweze kuleta faida kwa ulimwengu mzima na kwa ulimwengu wote. Lakini leo yeye amejidhalilisha na kujiweka chini na kuabudu vile vilivyo alivyotakiwa aviendeleze, avisimamie. Sasa leo vile yeye ndio anaviabudu. Mtu anatengeneza sanamu analiabudu, mtu kuna mti mkubwa anauabudu, pengine kuna jua, kuna mwezi, pengine kuna mto mkubwa, kuna mti mkubwa, yeye ndo anauabudu. Moto kaukoka mwenyewe, yeye ndo anauabudu. Kwa hivyo kwa kitendo hichi amejiangusha na kujidhulumu nafsi yake, cheo alichopewa akakiangusha, na yeye sasa akadhalilika katika vitu ambavyo alitakiwa avisimamie na kuviendeleza na ili viweze kuleta faida. Kwa hivyo huyu atakuwa amejidhulumu nafsi yake mwenyewe. Lakini vile vile mshirikina anadhulumu watu wa imani, anadhulumu watu wa haki, watu wa dini, Waislamu anawadhulumu. Mshirikina anawadhulumu watu hawa. Kwa nini anawadhulumu? Vipi atawadhulumu? Kwa sababu bila shaka mshirikina katika ushirikina wake atakuwa anafanya, Waislamu hawataweza kuridhika na jambo lile, na watakuwa wanasema kama hivi bana, hii ni shirki, hii haifai, kwa sababu Muislamu anatakiwa kila anachokiamini akifikishe kwa watu na sio abaki nacho yeye. Kwa hiyo tumesema kwamba anapofanya mtu shirki anakuwa na wadhulumu watu wa imani, kwa sababu moja kwa moja watu wa imani watakuwa wanapingana na ile shirki. Wakipingana na ile shirki, moja kwa moja mtu aliyofanya shirki itampelekea kukhalifiana, kutofautiana na wale Waislamu, itampelekea kujenga uadui na itampelekea kutengeneza maudhi ya kuwaudhi na kuwatesa Waislamu, kwa sababu tu wamepingana na shirki ambayo yule mwenye kufanya shirki anaifanya. Na ndio maana tunaona leo Waislamu ulimwengu mzima wanaonekana wanapewa majina mabaya, majina ya uadui, ya fitna kabisa, wanaambiwa wanahatarisha amani za watu. Si kwa jingine lolote, ni kwa sababu wanapinga dhulma inayotokana na shirki. Vile vile jambo jingine linalopatikana katika shirki ni ihbatul amal, ni kubatilika kwa amali wanazofanya wale wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Anasema la yasluhu al-amal wala tuqbalu ta'a ma'a shirki, amali haitosihi wala taa haitukubaliwa kwa mtu yoyote ambaye anafanya shirki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin balillahu fa'bud wa kum min ash-shakirin. Tusoma inayosema walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin balillahu fa'bud wa kun min ash-shakirin. Aya hiyo inaonyesha kwamba amali zinabatilika kutokana na shirki, na vile vile athari nyingine ni kwamba shirki ni dhambi pekee ambayo mwenye kuifanya hasamehewi, kama alivyosema Allah
inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika, Mwenyezi Mungu hasamehe kushirikishwa na anasamehe madhambi mengine yasiyokuwa hayo. Vile vile kitu kingine ni kwamba shirki ni dhambi kubwa kabisa, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hiyo ya Zumar, waman yushrik billahi faqad iftara ithman adhima. Halafu mbali ya hiyo, jambo jingine linaonyesha kwamba mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu anamharamishia pepo pale aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi janna wa ma'wahu an-nar, hakika yoyote mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu amemharamishia pepo na makazi yake itakuwa ni motoni. Kwa hivyo shirki ala kulli hali, kwa kila namna inatakiwa tujiepushe nayo, kwa sababu athari zake ni kubwa hapa duniani na athari zake vile vile ni kubwa huko akhera tutapokwenda, kwa sababu ni kuharamishiwa pepo na kuingia katika moto milele. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.